subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bana mtazamaji wa Sanga TV, karibu sana, tuendelee kuyazungumza leo ya kimichezo ambayo anaendelea kuchukua nafasi kwa hivi sasa. Nipo na kocha hapa, kubwa zaidi mambo ni mengi sana. Wekundu wa Msimbazi Simba wao wanashuka dimbani mchezo wao wa nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao unachezewa kule katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar, dhidi ya Stellenbosch kutokea kule Afrika Kusini. Kocha, upo vizuri? Niko safi. Mambo yanasonga. Mambo yako poa. Tuamulike Stellenbosch kwa Simba kwa namna ambavyo mchezo wa kwanza. Stellenbosch wanaingiaje kwenye mchezo wakiwa ugenini kule katika viunga vya New Amaan Complex Zanzibar? Stellenbosch kwa Simba ni mbao ya mnazi. Haivutii kwa macho lakini inamudu mazingira. Stellenbosch kwa Simba ni mbao ya mnazi, haivutii kwa macho lakini inamudu mazingira. Simba wao wachukue tahadhari kidogo. Kiuhalisia ubora wa Simba, uwezo Stellenbosch, nitashangaa Simba kama watapata ushindi. Kwa sababu Stellenbosch ni timu ambayo inacheza fast break, mashambulizi ya kushtukiza kwa kudili na zile transitions. Kwa maana wanasubiri wewe ufanye mashambulizi yako, wakutege, wakushambulia kwa kushtukiza, wakiwa wanategemea watu wao wenye kasi kama kina Nduli, bwana mdogo yule Nduli ana speed sana. Sasa Simba wana tofauti kidogo na Zamalek, ambao Stellenbosch walifurahisha na ikawa nyepesi kucheza na Zamalek. Zamalek wanacheza fast attack na wao, penda kushambulia. Kwa hiyo Stellenbosch walifurahi kucheza na Zamalek kwenye nyakati za kupishana kwa wepesi. Kwa nini? Zamalek mashambulizi yao mengi walikuwa wanayatengeneza kwenye timu. Walikuwa wanatengeneza mashambulizi kwa kuacha mshambuliaji wao mmoja akae mbele, wamfuate kwa kumelekezea mipira kumpigia kwa shabaha, kwa maana ya accuracy. Bahati mbaya Stellenbosch kwenye eneo lao kwenye sanduku wanakaa wengi, hiyo ndio fast break. Kwa wakinyang'anya ile mipira nao wakipiga nyuma ya walinzi wa Zamalek, ilikuwa wanakuwa na hatari sana ya counter attack zao mpaka waliweza kufunga goli. Simba wanacheza tofauti kidogo. Simba wanacheza compact play, wakienda na ile fluidity yao. Kwa maana wakiwa wanakushambulia, wakiwa jirani kwenye maeneo yote ya kiwanja, ili wasikupe nafasi kwenye zile defending lanes. Pindi unapowazuia kunyang'anya mpira, mnapambana hapo hapo. Wasikupe nafasi kwenye zile attacking lanes. Pindi wanakunyang'anya mpira bado wao wawe wengi. Kwa nini? Wanajitahidi kumove kile eneo kwa nafasi, kwa kupambana. Wana sprint sana. Wakati Stellenbosch wanatumia total distance kukimbia kwenye maeneo makubwa ya kiwanja. Simba wanakimbia kile eneo la kiwanja wakiwa wanacheza. Faida ya Simba wakicheza na Stellenbosch ambao naiona na wakiwa na utulivu ni overload. Simba wanaingiza watu wengi sana kwenye sanduku la mpinzani. Hawakupeni nafasi kucheza second ball. Kama ambavyo walifanya na Al Masry, kama ambavyo walifanya na Constantine, kama ambavyo walifanya na timu zao nyingi. Wanawakupi nafasi ya kufanya second ball kwa sababu maeneo yote mnapambana. Sasa Stellenbosch wakicheza staili yao na wanavyocheza Simba, wanapigishwa makachu pale pale Zanzibar, wanazamishwa kwenye maji. Stellenbosch wakicheza staili yao ambayo watapigishwa makachu. Hakuna piano, watapigishwa makachu. Makachu ni nini kocha? Kuna michezo Zanzibar wanaruka wale, wanatumbukia kwenye mto. Hii inaitwa makachu. Stellenbosch watapigishwa makachu pale pale Zanzibar. Kwa utulivu huu ambao Simba na utazama. Kwa nini? Kwa sababu moja, overload ya Simba inakunyima kufanya fast break. Tabu ni pale Simba kama overload zao zitakuwa na makosa mengi, ambao sijawaona siku za hivi karibuni wakifanya makosa mengi. Kwa sababu tangu walivyofungwa na Al Masry kwa kufanywa fast break kule Misri, niliona hapa juzi walijiandaa kuzuia fast break. Wakifika kwenye central cycle, mtu kama Abdulrazak Hamza, Chamu, ukimtazama huyu nani, Kagoma, haondoki. Na kama shambulizi limetengenezwa upande mmoja wa kiwanja, fullback huko asogei, overload inafanyika eneo moja. Sasa hii inaweza kuwasaidia kudina hizo fast break za Stellenbosch. Lakini kinyume na hilo, maeneo mengi Simba wamekuwa na maturity kubwa, wana energy, wana fast pace nzuri ambayo inaweza kusaidia kuweza kufanya matokeo, kitu ambacho kwao kinaweza kina faida kubwa kwa mchezo. Na watazama hapa Stellenbosch kwa namna ambavyo umeutazama mchezo wao dhidi ya Mazul ambao umepigwa jana na wamefanikiwa kushinda bao 1-0. Mchezo umeutazama, lakini pia umeiona ni timu ya aina gani kwa namna ambavyo katika ligi ya Afrika Kusini wapo nafasi ya 3. Ni timu ya aina gani kwa namna ambavyo inashiriki kule? Ni timu ambayo wanacheza transition play, kwa maana wanacheza kwa kujilinda zaidi ili wapate nafasi ya kushambulia. Najua kusema transition ni mtu anayejilinda ili apate nafasi ya kushambulia. Kwa maana ni timu ambayo inashambulia kwa usahihi sana. Naomba nieleweke.
hawa hata ukiwafuata aina ya ushindi wao hawashindi goli nyingi. Wanashambulia kwa usahihi sana. Ndio ile tunasema transition attack. Wanashambulia kwa usahihi sana. Sasa moja ya kitu ambacho ukipata nafasi, kumbuka wao wanatokea eneo lao. Sasa eneo lao lile lile unapokuwa unawashambulia na wewe wafunge kwa usahihi. Faida ni kwamba Simba na watazama wana watu ambao wanaweza kulazimisha ufungaji wa magoli katika mazingira magumu. Waweza kukufunga akiwa na flow, wanaweza kukufunga kwenye mazingira magumu. Hata kama utatengeneza set play au kufunga magoli ya mbali. Sasa kwa flow, Simba wana flow zaidi kuliko Zamalek. Na uwezo wa kufunga magoli kwenye flow wanao na kulazimisha mazingira wanao. Stellenbosch wanapenda wajilinde ndio wakushambulia kwa usahihi zaidi. Sasa kama flow kweli funga. Ukiflow unakataa ukaingia kwenye mfumo wa fast play itakuletea shida. Lakini kingine ni Simba kukubali kwamba Stellenbosch wana endurance sana. Unajua watu wote wanaotaka kucheza kwa kujilinda kushambulia, nguvu yao kubwa ni kutoka eneo lao kuja eneo lako kwa kasi na pasi chache. Simba wanao tatizo moja, hawawezi kucontrol game and tempo. Hawawezi kutawala mchezo na mapigo yake. Wakati mwingine unaona timu ina flow, kuna muda fulani unaona kama timu imesizi. Wanasema wanakuja wanabonyeza ile panic button. Umeona? Sasa unapokuja na ile panic button kwamba sasa kuna wakati mnatulia, ndio mnajipa ugumu wa kuweza kushinda mchezo. Lakini kwenye mchezo kiuhalisia nimewatazama Stellenbosch, staili yao ya kucheza, nimewatazama Simba, staili yao ya kucheza. Nitashangaa Simba kama watashindwa kupata ushindi dhidi ya Stellenbosch kwa sababu ubora na uwezo wa kufanya hivyo wanao. Wana wachezaji wakomavu wenye maturity, wenye energy ya kutosha, wenye hali ya kupambana na hali ya sasa hivi ya Simba kufanya makubwa wanayo. Lakini Simba sasa hivi ni kama kuli. Mzigo wote wanajitwisha. Wanajitwisha hawa Simba mzigo wote. Simba kama kuli, mzigo wote wanajitwisha. Kocha, tofauti ya hizi timu mbili ni ipi? Al Masry lakini pia Stellenbosch. Stellenbosch ambaye amemtoa Zamalek na Simba ametoka kucheza na Al Masry. Kwa namna ambavyo ubora wa Al Masry na ubora wa Stellenbosch, Simba anaenda kukutana na ubora gani mwingine wa timu kutokea Afrika Kusini? Ubora wa Stellenbosch nimesema wanapenda kushambulia kwa usahihi, kwa maana accuracy attack, wakiwa wanatumia muda mwingi kulinda lango lao, lakini mtindo wao kujilinda na mpango wao kushambulia. Mtindo wao kujilinda na mpango wao kushambulia. Simba ni timu ambayo ina fluidity, inashambulia kwa nafasi, kwa coverload kwenye eneo lako, hawakupi nafasi ucheze. Unataka kushambulia nafasi na upewe nafasi na ucheze. Maana kila maeneo ya mistari wanakuwa wengi, hawakupi muda wa kucheza na wana overload. Swala ni kwamba kwenye mechi hii nani atapunguza makosa impe usahihi wa mechi. Bado naona flow ya Simba inaweza kuwa na hatari kwa Stellenbosch kwa sababu itawaruhusu wakae sana eneo lao dogo wakiwa wanapambana nao kwa sababu Simba wana flow wakiwa wengi. Zamalek hawa flow wakiwa wengi. Wanaingiza watu wachache wakitegemea kasi mkimbizani. Ni ambayo Stellenbosch walikuwa na faida ya numerical advantage, wao wanakuwa wengi. Kwa mashambulizi mengi ya Zamalek yalikuwa yanaishia kwa walinzi wengi wa Stellenbosch. Ndio maana second ball zote walikuwa wanaziwini Stellenbosch. Simba ukicheza nao upate second ball kwa sababu unaingiza watu wengi kwenye sanduku lako. Fullbacks wao wakivuka mstari wanakuja kama mawinga wanarudi ndani kama viungo. Washambuliaji wanaingia kwenye sanduku. Kwa hiyo unakuta eneo lako lile lile hata ukidondosha mpira mnanyang'anyana hapo hapo. Unaona na shida inakuja utofauti. Ndicho ambacho nakitazama kwenye mchezo kwamba hawa wanaenda kukaangia, wanasema unaenda kukaanga samaki kwenye store. Alafu umejifungia mlango. Utatoka nayo unanuka shombo ya samaki. Stellenbosch wanaenda? Yaani Stellenbosch wanaenda kukaanga samaki store. Watatoka na shombo. Alafu umejifungia. Mchezo wa mwisho na Zamalek ugenini wamepata sare bila kufungana. Hiki ni mchezo yes of course wamepata ushindi bao 1-0. Hiki ni kiashiria gani kwa Simba kwa namna ambavyo wanaingia kwenye mchezo huu? Wanashambulia kwa kuvizia Stellenbosch. Simba wajipange, na nadhani kwenye hilo niliona mechi ya mwisho dhidi ya Al Masry, na hii wana utulivu huo, lakini flow ya mashambulizi ya Simba sio fi kama Stellenbosch wanaweza wakawa kwenye mpango mzuri wa mechi. Watagaragazwa. Wasipokuwa makini watagaragazwa kweli. Kwa sababu kuinvite pressure na timu inao flow sana, unaweza kugaragazwa na kugaragara. Ndio maana nikasema hawa Zanzibar wanapigishwa makachu. Kocha, tumwangalie Fadlu Davis kwa namna ambavyo anaingiaje kwenye huo mchezo baina na wachezaji wake hatari. Wachezaji hatari sana wa Simba ambao huenda wakauathiri huo mchezo chini ya Fadlu Davis. Fadlu anategemea wale washenga wake wawili. Mpanzu na Kibu. Fadlu anategemea wale washenga wawili. Mpanzu na Kibu ni washenga wale. Yaani mshenga labda ndoa ife. Mshenga anafanya kazi yake. Wale ni washenga ambao kiuhalisia ndio wanaweza kuwa sehemu ya chachu ya mashambulizi ya Simba kwa maana kutengeneza creative spark attack, kwa sababu wale watu wanaweza kushambulia maeneo ambayo hayana nafasi na wanaweza kucheza kwenye nafasi. Tayari kwenye mechi kama hii ambao una watu ambao wengi wanakaa nyuma, unahitaji watu kama wale washenga wale. Wale washenga. Ndio ambavyo Stellenbosch wameitazama Simba michezo miwili, Al Masry ugenini, lakini pia wamemtazama zidi ya Benjamin Mkapa hapa. Stellenbosch ni wazi wamemgundua Elie Mpanzu huenda akawa ni mchezaji hatari sana katika mchezo huu.
Kwa namna ambavyo wametazama mechi mbili za mwisho za Simba. Nadhani ni moja ya mchezaji ambaye lazima muangalie kwa kiwango kubwa, na kule Stellenbosch yuko Nduli, lazima angalie kwa kiwango kubwa. Lakini umwangalie mchezaji mmoja, unaangalia timu inayofanya mchezaji acheze. Sababu mchezaji ajichezeshe, anachezeshwa na wenzake. Kwa personally yani generally mnaangalia timu inavyotakiwa kujenerate yote. Sio kumwangalia mchezaji mmoja. Kwa namna ambavyo asilimia za Simba kufuzu kupata ushindi hapa nyumbani na kuelekea katika ardhi za ugenini. Timu nyingi za kutokea Afrika Kusini wanasumbua sana Simba. Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, mara kadhaa. Hii ni timu ambayo inatokea Afrika Kusini, kocha. Ukiangalia si timu ambayo inaimbwa sana kule kwa namna ambavyo mafanikio yao. Huenda hii Simba nao akachukuliwa kwa makini kwa namna ambavyo historia ya timu kutokea Afrika Kusini. Simba nawapa asilimia 70 za ushindi. 20 za sare, 10 hizo ndio naweza kusema lolote linaweza kutokea, lakini kiukweli sioni Stellenbosch wanaweza kawa vipi wababe mbele ya Simba. Huoni nafasi ya Stellenbosch kushinda mbele ya Simba. Hapo amani, hata tungeenda kuchezea Mwanza. Hata tungewatoa kachezea Bukavu. Kupa matumaini kocha kwa namna ambavyo hii Simba Fadlu Davis ukiwa unaongea hivi. Ubora wa Simba, uwezo wa Simba, nguvu ya Simba na ushindi ambao Simba wanaupata unanipa kabisa kwamba sioni Stellenbosch wanashindaje, na kwa sababu Stellenbosch nawafuatilia na wajua wanavyocheza. Nimekwambia hapa ni timu ambayo inacheza fast attack, wanajilinda ili washambulie. Mfumo wao kujilinda ndio mbinu yao kushambulia. Kwa hiyo ndio staili wanaocheza. Sasa ndio eneo ambalo nalitazama kutoka kwao. Fadlu Davis, Simba kwa namna ambavyo wameanzia kombe la shirikisho barani Afrika, maneno mengi yalizungumzwa kocha kwamba Simba hii kwa namna ambavyo kufanya vizuri kimataifa bado. Kuna namna Fadlu pia amewaziba midomo wachambuzi pamoja na wanahabari kuzungumzia ubora wa kikosi cha Simba. Hapana, lakini kajaribu kuwa anatufundisha tuwe na akiba ya maneno na kusimanga. Fadlu na Simba yake imewaingiza chaka watu wengi, na watu wengi watalaumiwa, lakini mimi sipendi walaumiwe watu kuchambua Simba. Watu wajue tu wanachambua vitu wanavyoviona. Simba msimu huu ilijitengenezea anwani kama timu ambayo inaujengwa upya kwa kiwango kikubwa. Iko na idadi kubwa ya wachezaji wapya sana kwenye timu kuliko timu zingine ambazo zimeingiza watu wachache, na bado watu msimu uliopita walikuwa, kwa sababu iliacha wachezaji wengi. Na wakati inaanza tayari ina kocha mpya. Tafsiri yake ni timu ambayo kama inaanza upya. Lakini matokeo yake ni kwamba timu ambayo imejipata sasa iko kwenye ushindani, inashindana. Leo unazungumzia timu iko nusu finali, unasemaje timu ambayo inajijenga? Wanatumia hayo maneno, watu wanajisaulisha, lakini timu sio Simba, sio timu. Simba ilijimarisha. Inajijenga vipi hiyo wakati na wakina Ngoma, Kibu, yule nani yule, Shabalala, Kapombe, hao wote walicheza msimu uliopita. Haya mwingine nani? Mwingine nani? Ukiwataja na uzoefu. Huyu mwenyeji huyu Pimpini Kamara ni CAF Champions League material yule. Haya, Chemaron ambaye ana mchango kwenye timu. CAF Champions League material. Yule bwana mdogo yule. Huyu bwana mdogo, huyu nani huyu? Huyu au Jan Chale. Sikacheza huyu. Kwa hiyo umecheza tu fulani. Kwa hiyo sio timu ndogo, sio timu ndogo. Simba ukiwatazama ama ukiwasikiliza Simba wenyewe ni kwamba malengo yao ni kuleta ubingwa wa Afrika hapa nyumbani, kombe la shirikisho barani Afrika. Young Africans alifika finali. Kocha, unaiona nafasi ya Simba kufanya vizuri katika haya mashindano ya kombe la shirikisho, na wao Simba malengo yao kama ni kweli yanaweza kukamilika kwa namna kikosi chao tunavyokiona? Bila shaka Simba malengo yao na yaona kwa sababu wanaonesha. Wako nusu sasa. Na mechi iko Jumapili. Na mechi ya Jumapili nasubiri nione mechi inavyocheza, lakini kwenye makaratasi yangu siwaoni wanafunguaje. Siwaoni mimi wanafunguaje. Kabisa siwaoni mimi wanafunguaje wa Simba Sports Club wao. Siwaoni mimi wanafunguaje. Wakifungwa nitashangaa. Simba wakifungwa nitashangaa. Wanafunguaje sasa? Hawa ni mgongo wa kuli. Wanajitusha kila aina ya mzigo. Sasa hivi nitashangaa, lakini football huwa inatokea. Wakifungwa utakuwa mpira. Lakini Simba wanayo nafasi kubwa ya kushinda Jumapili dhidi ya Stellenbosch. Wakiwa huku na hata wakienda South, yani wana uwezo kuvuka mbele Stellenbosch. Kwamba kwako kwa malengo ya Simba waliyoweka kuleta ubingwa wa Afrika, kwako kama Simba wataleta, kwako hutashangaa kwa ubora wa Simba? Sitoshangaa. Sitoshangaa. Wakivuka hapa sitoshangaa kuleta ubingwa. Kocha, nini Simba wafanye katika huu mchezo wa kwanza kabla wajelekea katika mchezo wa pili kule Afrika Kusini, kwa namna ambavyo kuimaliza mechi hapa nyumbani Tanzania? Waache kucheza kama wamezimia. Simba waache kucheza kama wamezimia. Ukiwa unamaanisha nini? Unacheza ukifungwa ndo unazinduka. Washinde mechi hapa wamalize, South Africa wakapambana waimalizie. Mambo ya kufunga goli moja hapa tusubiri kule mkapambane msafute, si wakifunga moja maliza, si waache kucheza kama wamezimia. Mechi na Almasri wamecheza kama wamezimia. Wamepigwa mbili huko, wamefurukuta hapa kuzirudisha mpaka penalty. Sasa kucheza staili sio mechi.
Mechi hii unaweza mtu kumkunguta 5 mpungute. Na wao wana changamoto, wakipata nafasi nyingi wanatumia chache. Mechi hii wasicheze kama wamezimia, wakipata nafasi wao watulivu watumie kweli. Kocha, kelele nyingi zilikuwa kwa Simba kwa namna ambavyo rotation ya kikosi. Kulikuwa kuna maneno mengi sana kuhusiana na Leon Ateba mchezo wa kwanza kukosa nafasi, lakini Fadlu Davis mchezo wa pili zidi Al Masry alianza na Steve Dese Mukwala. Nini umegundua kwa namna ambavyo kelele kulikuwa na pressure kuhusiana na kocha Fadlu, kwa nini asicheze Mukwala? Mukwala amecheza, tumeona impact yake. Nini umegundua kwenye masteka wao? Mukwala anapepea, Ateba anavuma. Mukwala anapepea, Ateba anavuma. Unamaanisha nini? Mukwala na Ateba ni kasi ya matukio kwenye eneo la mwisho na ufanisi wa kujipanga. Mukwala ana kasi nzuri ya matukio na ufanisi wa kujipanga. Ateba anapambana sana kwenye matukio. Kwa nini? Ateba anatumia nguvu sana. Kwa muda mwingi anakuwa kwenye mapambano. Mukwala ana nguvu na kasi. Muda mwingi anakimbia kwenye nafasi. Ndio maana rais kuona kwenye nafasi kipatikana akafunga. Lakini Ateba muda mwingi unakuta yeye yuko mbele walinzi anapambana nao. Ndio tofauti yao. Huyu anavuma, huyu anapepea. Alichokifanya Mukwala mechi zidi Al Masry, ni wazi Ateba ataendelea kusubiri bench kwa Fadlu Davis. Sina shaka kwa sababu hakuna kocha ambaye anapata mpango wake wa mechi unafanikiwa alafu abadili mpango, itakuwa ngumu. Lazima aheshimu mpango uliompa mafanikio. Ndicho ninachokitazama. Simba kama inafanikiwa kulileta kombe kama ulivyozungumzia kocha wewe, litakuwa ni mafanikio ya soka, lakini pia kuna namna Young Africans wao walifika finali. Ni wazi soka letu litakuwa linapiga hatua kwa namna ambavyo Simba kwa namna anachokifanya hivi sasa. Bila shaka itakuwa sahihi, tunapiga hatua tena sana. Sana. Kocha, tuimulike Young Africans kwa namna ambavyo inafanya hivi sasa. Wamefanya vizuri katika mchezo wao wa CRDB kufuzu nusu finali, lakini pia unaiona wapi Young Africans msimu kwa malengo namna ambavyo wakiwa wanajiwekea? Tunaitazama ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia tunawatazama katika CRDB. Young Africans wanacheza kama shamba darasa, kila mmea umestawi. Young Africans kocha wanacheza kama shamba darasa, kila mmea umestawi. Wabadilishe wachezaji, timu iko kwenye rhythm. Watoe key players, timu kwenye rhythm. Si wakutanishe na timu ambazo shindani wanatwanga. Ukute si timu za daraja ya chini wanasigina. Sasa hii ni timu ambayo ipo kama shamba darasa, kila mmea umestawi. Unaenda kujifunza tu pale. Tena shamba darasa la SUA, Sokoine University Morogoro. Sasa hii ni timu ambayo iko kwenye rhythm tayari. Sioni mahala ambako unaweza ukaona makosa yao. Unajua Young Africans itafananishwa na Young Africans ya CAF Champions League. Mbona sasa CAF Champions League wapo? Wako huko. Kule hawako tayari, wako huko. Huko ndo wako kama shamba darasa. Jana unaona key players wao wengi hawapo. Japo utasema ile timu ya tabaka la chini, lakini wameshinda mechi ngapi wakiwa na key players wao hapo? Bado wamekuwa na consistency ya kushinda. Swala ni moja tu. Young Africans waache kujipa pressure kwenye timu yao. Sasa hivi kocha wao kaongeza kanyunyiza mchuzi juu. Kocha Mirudi kanyunyiza mchuzi juu. Yanga wanataka kujisahau, waone kama kocha ana alichokifanya. Huyu kocha kaongeza sana overloading kwenye attacks. Timu yao inatiririka mno. Yanga sasa hivi wanashambulia kama mdomo wa chatu, umeyasama hivi. Yanga kocha hivi sasa ni mdomo wa chatu, wanashambulia mdomo wa chatu wako hivi. Ukiwa unamaanisha nini? Tunajua chatu. Alafu chatu jike lile. Maana kuna chatu judume na jike, watu hawajuagi. Huu ni mdomo wa chatu. Umeyasama hivi. Flow ya Yanga. Mzize, Pakome, si nani wote wanahusika kwenye mabao. Wanakuja kumeza. Sasa ukiwaangalia wanasahau. Kwa nini mdomo wa chatu? Yanga sasa hivi wanapiga close. Maana hiyo yote ni wameongeza idadi ya watu kwenye mashambulizi. Wana flow, wana overload. Wameongeza idadi ya close, timu ina flow, inafunga. Makosa yao ukitaka kuwawini, piga mipira nyuma ya mabeki wao. Sababu wengi si wanajaa kwenye sanduku lako nyuma na kwa. Ndio maana wamefungwa mechi ya juzi, wamefungwa mechi ile iliyopita. Wameruhusu bao. Staili yao ya kucheza ndio inafanya ruhusa. Lakini flow ya Yanga ni mdomo wa chatu. Una meza. Sasa kumzuia chatu asikumeze, lazima una tactical battle. Tactical battle, serious. Wapo wachambuzi ambao wanasema Mirudi hajaongeza kitu chochote Young Africans. Wachambuzi wa mpira, wachambuzi wanaofuatilia mpira. Nimekwambia Young Africans, kwa nini mdomo wa chatu? Tuwasaidia ndugu zako wanaotufuatilia hapa. Young Africans ni mdomo wa chatu kwa sababu wanafanya overload, attacking overloads. Mnaongezeka kwenye matukio, mnamfanya mpinzani apoteze mpira eneo lake, afungwe eneo lake, asicheze eneo lake, mcheze nyinyi. Hiyo ndio overload. Mnaongezeka kwenye matukio. Winga akiingia ndani, fullback kasogea eneo la winga.
fullback winger akiingia eneo la mshambuliaji kaingia kwenye box. Ni overload. Sasa mipira yote itakayodondoshwa hapa second ball zote mnaziwini nyinyi. Hiki ndio kitu kakiongeza Mirudi. Lakini Mirudi sasa hivi kaongeza Yanga anashambulia kupitia pembeni. Magoli yamefungwa mpaka na mabeki wa pembeni. Yamefungwa na viungo wakati. Yanafungwa na viungo washambuliaji. Mnaweza msione hii kwa sababu Yanga mnaifananisha na Yanga. Shida ya Yanga hapa imepata sana mafanikio hapa. Unamwona huyu unakumbana sio kama Gamondi. Tena Harris wasimdanganye. Akae na watu wa mpira. Yeye ni mtu wa mpira. Yanga hahitaji kocha. Huyu Mirudi kocha huyu. Kocha, tumalizie kwa swali la mwisho kwa namna ambayo Stellenbosch wanakuja Tanzania. Ni wazi Stellenbosch wakifuatilia story ya Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wakiona wamehamishwa New Amani Complex, huenda Stellenbosch hivi sasa wakawa ni nafuu yao kama wenyewe pia wanakaa na kusema kwamba kwa namna ambavyo historia ya Simba Benjamin Mkapa, ni wazi wao wakawa pia ni afadhali kwao. Hapana, Stellenbosch kutoka Benjamin Mkapa kwenda Amani wametolewa kwenye kigoda wamepandishwa kwenye stuli. Stellenbosch kutolewa Benjamin Mkapa kupelekwa Amani. Ni kutolewa kwenye kigoda unapandishwa kwenye stuli. Kote miguu itaning'inia tu. Shukrani kocha. Asante.